Profesa Martin Mhando ni mzalendo wa Kitanzania, msomi, mzalishaji, mwandishi, mkurugenzi na mlezi wa sanaa, ambaye alama ya mchango wake katika tasnia ya filamu kamwe haiwezi kufutika. Kutoka kijijini Endagikot, Mbulu, mkoani Manyara, Juni 7, 1952, Padre Daniel Said Mhando na marehemu Bi Jesine Mganga Mhando walibarikiwa mtoto wao wa 5 wa kiume, wakampatia jina la Martin Richard Kiango Kijazi Semagaise Mzigwa. Mtoto huyu alibeba maono makubwa ya filamu nchini Tanzania, ambaye hii leo ulimwengu mzima unatambua mchango wake katika tasnia ya filamu. Huyu ni mwenyeji wa mkoa unaosifika sana kwa uhodari wa mapishi ya vyakula mbalimbali na mapenzi, huku ukisanifiwa vema na ule usemi usemao karibu Tanga, waja leo kuondoka ni majaliwa. Jina lake katika duru za kielimu lilianza kuandikwa mwaka 1959 pale alipoanza darasa la kwanza katika shule ya msingi Mtakatifu Antoni Chumbageni, Tanga, kisha kuendelea katika shule ya sekondari ya Minaki na baadaye shule ya sekondari ya Mkwawa mkoani Iringa. Mwaka 1972 safari yake ya elimu ikamfikisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo ndani ya kuta za chuo hicho ndoto zake zilianza kuchorwa taswira ya sinema. Alihitimu shahada katika michezo ya kuigiza kutoka chuo hicho mwaka 1976. Lakini upepo wa ndoto zake ulimpeleka mbali zaidi. Mwaka 1974, akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, alipata ufadhili wa kwenda kusomea masuala ya filamu nchini Japan, safari iliyoweka alama kwenye maisha yake ya sanaa. Katika kipindi cha mwaka huo mmoja, alikuwa mmojawapo kati ya watu waliotengeneza filamu ya kimataifa iliyoelezea mahusiano mema ya Tanzania na Japan, ambayo ilipewa jina la Asante Sana. Hii ikiwa ni hatua yake ya kwanza katika safari ndefu ya tasnia ya filamu. Baada ya kuhitimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Martin Mhando alijiunga na kampuni ya filamu Tanzania, yani TFC. Huo ulikuwa ni mwaka 1976, na miezi michache baadaye akaendelea na masomo ya filamu nchini Romania. Alirudi Tanzania akiwa na maarifa mapya, na ndani ya mikono yake filamu zilianza kuumbwa, ikiwamo Harusi ya Mariamu ya mwaka 1985, Yomba Yomba iliyotoka mwaka huo huo 85, Mama Tumaini iliyotoka mwaka 87, na Maangamizi iliyotoka mwaka 2000. Lakini hatima ya wasanii wengi huandikwa kwa wino wa maamuzi magumu. Mwaka 1988, Profesa Mhando alihama Tanzania na kuelekea Australia, akichukua nafasi ya baba wa nyumbani ili kumlea mwanae, huku mkewe akisoma shahada ya uzamivu ya udaktari wa falsafa. Ni katika kipindi hiki alifanya kazi kama mtunza bustani, lakini sanaa haikumwacha. Mwaka 1994 akaanza kufundisha filamu katika Chuo Kikuu cha Flinders na baadaye Murdoch University kuanzia mwaka 1998 hadi 2014, ambako alichangia katika tafiti za sinema za Kiafrika. Baadaye alipata shahada ya uzamivu, yani PhD, kutoka Chuo Kikuu cha Flinders huko Australia, ambapo alijikita katika tafiti za sinema za Kiafrika. Mwishowe moyo wake ulimrudisha Tanzania, akifanya upigaji picha katika Pango la Amboni huko Tanga na Kiromo Bagamoyo, akishirikiana na Ron Mulvihill katika mradi wa filamu ya Maangamizi. Kama mkurugenzi mtendaji wa tamasha la kimataifa la filamu la Zanzibar, yani ZIF, kwa zaidi ya miaka 15, Profesa Mhando alifanya juhudi za dhati kuendeleza sanaa ya filamu na kuonyesha tofauti ya tamaduni za Kiafrika. Leo, Profesa Mhando ni mwenyekiti wa Zenj Arts Initiative Foundation na mkurugenzi wa Jicho Communicative Limited, akisimamia uzalishaji wa filamu na mafunzo huko Zanzibar. Mchango wake katika tasnia ya filamu ya Afrika hautazimika.
anaishi ndani ya kazi zake, ndani ya wale aliyowafundisha, lakini zaidi ndani ya historia ya sinema za Kiswahili. Katika maisha yake binafsi, Profesa Mhando ni baba wa watoto 3 na mume wa mke mmoja, Kili Farida. Pamoja na majukumu yake, anapenda kusafiri, kusikiliza muziki na kuandika. Yeye ni shabiki mkubwa wa timu za soka za Simba ya Tanzania, Manchester United ya Uingereza na Real Madrid ya Hispania. Profesa Mhando ameweka alama isiyofutika katika tasnia ya filamu Tanzania, akichangia katika kueneza hadithi za Kiafrika duniani kote. Kazi zake ni ushahidi wa ubunifu na kujitolea kwake katika kukuza sanaa ya filamu.